kwa siku ya kesho. Lakini kitu ambacho kidogo kimezua mjadala ni kuhusiana na coach wa kikosi cha Yanga Afrika, kocha Tigana Lukinja. Yes. Amezua gumzo sana huyo kocha, kwa maana ya kwamba wakati anakwenda kukutana na Simba Ngao ya Jamii aliweka bayana weakness za Simba. Yes. Aliwaambia wazi kabisa kwenye safu ya ulinzi. Na ndiko makosa yanaonekana kule kule. Hapo sahihi. Na likafungwa goli la AI pale. Lakini mechi ya ligi kuu ya kwanza alisema hayo. Yeah. Alimsifia Mgunda na akazungumza madhaifu ya Mgunda, akaenda akashinda. Mechi ya pili aliwasifia Coastal Union ya Tanga na kuwataja mpaka majina kina Kichuya, kina nani. Mechi ya kesho pia amezungumza vile vile weakness za JKT Tanzania. Haya ambayo anafanya huyu kocha ni kwamba kwenye benchi la ufundi wana uwezo bora sana kuwasoma wapinzani na kumpelekea taarifa zote kochi mkuu ama shushushu wa kitaalamu. Yeah, kwenye panel ya coaching nowadays kuna watu wanaitwa video analysts. Yes. Ndio wenye jukumu mama la kufanya scouting ya kimbinu, tactical and technical scouting kwa opponent team, kwa timu pinzani. Ndiyo. Na kuzileta kwao. Ndiyo. Ambazo zinakuwa zimeainishwa. Sasa coach jukumu lake kuzipokea kutoka kwenye panel husika na kuzirabolate kwa wachezaji wake. Wachezaji wake wanakuwa na jukumu mama la kwenda kutimiza wajibu ndani ya mchezo, ndio tunapotumia neno execution. Kwa hiyo inarahisisha sana, na nyakati hizi tulizonazo kwa teknolojia ilivyo, kuna watu katika mataifa mengine nje ya Tanzania. Kwa mfano hawa yeye anaweza kuwa amekuja nao au timu imefanya recruitment kutoka sehemu nyingine. Nakumbuka kuna mwaka Simba walikuwa na ule Mzimbabwe alionekana kuwa master kwenye hili jambo. Lakini sasa hivi kuna makampuni Ulaya yapo hususan Spain na kungineko yanafanya hii tactical and technical scouting za timu kwa kupitia videos. Kama una mchezo against wao, unawatumia videos za michezo 5, wanakufanyia uchambuzi wao wa kina, wanakutoza tozo sahihi kwao, then wanakurudishia hivyo vitu ulivyotaka. Tahadhari, sijui nani master wa dead balls, msifanye makosa maeneo haya na haya. Hiyo ni teknolojia imekuwa juu sana. Ila hapa nikiri kwamba kwa mwalimu mgeni, Watanzania wengi tunatatizika kulitaja jina lake, si ndivyo? Kwa maana tunatatizika kutaja jina lake. Yeah. Lakini yeye kuonesha kwamba ni master, haya majina anayataja kwa ufasaha. Yani angalia jambo lilivyokwenda. Yes, umeona yeye kutoka kwake kwenda kwetu anataja tu vizuri kwamba hapa Maka Edward, labda fulani Ali Msangi. Yes, kwenye defensive side hapa na kuzungumza makipa. Yes, Chalamanda, moja ya majina ambayo labda ni magumu unaweza ukadhania, lakini anataja vizuri. Maana yake ni mtaalamu kwenye engo hiyo baada ya kuwa amepata zile feed kutoka kwa wataalamu wanaofanya nao kazi. Sawa, Enoki Moria dakika 24, Okorocha dakika ya 45. Ni kwamba Pamba moja Azam moja. Tabia ya mtu ni rangi. Kwa hiyo bwana, hata kama kichubwa vipi itarudi tu. Kwa Azam FC mpaka dakika inapozungumza hali ni tete. Moja. Mechi ya kesho Yanga na JKT Tanzania, Coastal Union dhidi ya TRA saa 2:30 usiku. Unamwona Ahmad Ally, rafiki yako, aingie na approach gani kututhibitishia kwamba kocha wa Yanga anaweza akafungika vizuri tu na mechi ikaisha yeye kafungwa? Baada kuifunga Yanga dakika 90 unaweza kupata goli, lakini kuibuka na ushindi. Sawa, point ya msingi sana ulizungumza, kuibuka na ushindi. Na kwa kuwa football game ni tunasema dynamic, ndani ya game moja dakika 90 kuna muda wewe unaweza ukawa bora na kuna muda ukawa weak, ubora ukawa umehamia kwa mwenzako. Kwa kila mmoja anapokuwa yuko bora ndio pa kwenda kuimaliza game. Kwenye angalizo zuri ambalo umelisema, aingie kwa approaching gani, tunasema nidhamu kubwa ya mchezo. Nidhamu kubwa ya mchezo iko kwenye matukio makubwa mawili. Kwa maana njia ya kujihami na njia ya kushambulia, transition in offensive and transition in defensive. Wakati gani nina mpira nianzishe shambulizi lililo zuri, wakati sina mpira yoyote ndani ya uwanja kutoka kwenye timu yangu ageuke kwenye mbinu za ulinzi. Hapa huwa na noti tatizo kubwa la wachezaji wengi
wa Kiafrika hususan Tanzania. Zile idara tatu za mchezo wa mpira wa miguu, safu ya ulinzi, midfield na attacking kwa maana washambuliaji. Tungekuwa tunazungumza Kiitaliano, tungesema portiera kwa maana goalkeeper. Portiera kwamba portiera inatokana na neno goli milingoti, portiera. Angekuwa defensiola kwa maana mlinzi, alafu tungesema attackante, tungesema centrocampista kwa maana centrocampista ma midfielder, alafu tungezungumza attackante. Attackante inatokana na neno attacking, centrocampistas maana yake idara ya midfielder, defensiora maana yake walinzi, na portiola maana yake goalkeeper. Sasa wachezaji wengi wa Afrika, moja ya makosa wanaoyafanya wa Afrika kiujumla, wanaamini kwamba mpira kwenye jukumu la kukaba au mmepoteza possession, tunatumia neno kujihami, lina idara ambazo ndo zinapaswa zifanye zijihami, sio kila mmoja aliyoko mchezoni. Kumbe unachotakiwa kama mcheza mpira kwenye mechi yako, ukipoteza possession tu, mpira umeondoka kwenye himaya yenu, iko kwa mpinzani, wewe ugeuke kwenye mbinu ya ulinzi. Cha kwanza unapaswa kuangalia kutoka kwako na mwenzako, nani anaweza kuwa msaada, nitoke kwenda kufanya high pressing kwa mtu wangu wa mbele ili kumfanya huyu atengeneze balance na tusipitwe. Sasa kwa timu ambayo imekuwa na tendency ya kufungwa magoli mengi, kwa maana JKT, hivi ndio vitu vya kuingia navyo, nidhamu ya hali ya juu kwenye kutimiza wajibu, hususan kwenye offensive na defensive. Wapo wasioamini kama goalkeeper anapodaka mpira pale ni mshambuliaji tayari, anaanza shambulizi lilo zuri kwa faida ya timu. Sasa wapo watakao dhania kwamba shambulizi ni mpaka mpira utakapofika kwa washambuliaji kule juu ambao wanatajwa kwa namba, labda namba 9, namba 10 kule mawinga, au unaweza kusema ni maforward ambao wanakwenda mbele. Sasa moja ya jukumu ambalo mtu ambaye amekuwa akifungwa mara kwa mara kwa goli nyingi na Young Africans, maana yake anatakiwa kwenda kwenye nidhamu ya hali ya juu, maana yake tahadhari yake ndio iwe kubwa zaidi. Ni kweli. Na sasa najaribu kuanza kesho 0697937973 utatupigia hapo. Unaona kesho JKT Tanzania inakwenda kupeleka ugumu kwa Young Africans au ndo yale ambayo tumeazoea kuyaona? Mechi ya mwisho katika uwanja wa KMC wakati JKT inaongoza ligi ilikula 5 pale katika uwanja wa KMC. Mechi ya mwisho ikafungwa huku, mechi ya mwisho kumaliza msimu ikafungwa 3 na Pedro Zouzoua ndo aliumia kule. Sasa Ahmad Ally Mpwa, ukiangalia wachezaji wa JKT, naam, eneo zima la midfield kwa kina Bajana, una wito gani kuhusiana na video support? Wanaweza wakawa wakina Msangi pale kwenye idara. Kuna machezo kama yupo bado na timu, maana yake sasa hivi kuna transfer za hapa na pale, umeelewa? Yes, actually tahadhari ya uangalifu iko pande zote. Hata hao kwa mfano hapo umetaja Steve midfielder. Ukimzungumza Bajana ni Steve midfielder. Mtu kazi kweli. Mtu kazi anafika pale. Yes, sio wale ma midfielder wenye udambu na vya pana, yuko serious kwenye aina yake ya kucheza. Lakini unaweza kukaa kuna mechanism ambayo inamfanya yeye asitumie nguvu kutokana na support ya viungo wenzake, kwa sababu kwenye viungo wa sasa wa mpira wa kidunia unakutaka muwe na type zote, muwe na technicians, alafu yupo na mtu ambao wa jihad, yeye anaweza kuwasaidia kwenye engo ya jihad wakati pale ma technicians wamefeli vitu, umenielewa? Kwamba hususan labda mmepoteza mpira kwenye idara midfield, mtu wa jihad huwa akiangalia mimi nimeukosa mpira labda sekunde 30 sijagusa mpira, nataka kwenda kuchukua kwa mpinzani ulete kwenye timu yangu. Kwa hiyo una faida zao, umenelewa? Kwa hiyo huwa wanashauri kuchanganya aina ya viungo. Ukipata mmoja ambao ana element za defensive, ukapata wawili wachezeshaji, maana yake kama unacheza 4-3-3 unaweza ukawa na advantage kubwa sana ya pale katikati kuonekana kwa timu yako, kwa maana kushine. Sasa kwa aina ya viungo walioko JKT na waliopo Young Africans, maana yake bato kubwa litakuwa pia maeneo hayo ya viungo. Tahadhari au angalizo lisio la upande moja tu kwamba JKT ndio inaweza ikawahusu kadi ikahusu nini, hapana. Yoyote hata upande wa Yanga huko kuanzia kina Duke Abuya, kina Maxi hapo, kina Maxi, yes, Mudathiri hapo. Naamini pia wote wanatakiwa kuchukua tahadhari, kwa sababu pale dimbani pana mkusanyiko mkubwa sana wa watu. Unajua kiwanja
kinataka yani eneo la kutoka mmoja kwenda mwingine kwa mita cubic igawike kwa watu 22, hususan watu 20 tunasema outfield players, wachezaji wa ndani. Magolikipa si wanakaa kwenye eneo lao na linatambulishwa ile mita cubic, kwamba kutoka eneo moja mpaka eneo jingine nani awepo. Kwa mfano mapana uwanja kutoka touchline to touchline unazungumza labda mita 64 mpaka 60 na mpaka 68 au 70. Maana yake pale ukigawa kila moja anatakiwa labda ukaa kwenye mita kati ya 8 mpaka 16 kwa mtu moja. Sasa eneo la midfield linakuwa na msongamano mkubwa, hii mita cubic ya kujiachia haipo. Kwa hiyo migongano lazima itatokea. Kama migongano lazima itatokea, inatakiwa tahadhari kwa yoyote, kwa sababu hujui nani atapitiwa na hilo jambo. Kwa hiyo kwenye swala hili pande zote mbili, hususan watu wa idara midfield wajiangalie sana. Haya, 0697937973 tupigie simu hapo, maoni yako pia kuelekea mechi ya kesho. Unaonaje? Je, JKT Tanzania itakuja kuibukia huku, manake haijapata matokeo chanya. JKT katika mechi zake mbili bila shaka. Mechi zake manake ya kwanza itoka sare dhidi ya TRA. Ya pili alipotea, ikapasuka dhidi ya Polisi. Na hii ni ya tatu. Ni ya tatu kweli? Ya tatu. Tunarudi tuko kwenye raundi ya tatu. Raundi ya tatu dhidi ya Yanga hapo kesho. Je, unaonaje hii game? Na tuletee uchambuzi wako hapo.